William Samoei Ruto. Mwenzetu amesema mbona watu wanaingia State House. William Ruto akiingia kwa kiti alisema State House sio yake. State House ni ya wananchi, ni ya Wakenya. Kwa hivyo akianza kuleta watu hana makosa. Alisema hiyo sio nyumba yake. Nyumba yake iko Sugoi. State House ni maana anafanya kazi na ni nyumba ambayo ilijengwa na wananchi. Kwa hivyo akianza kukaribisha watu hana hatia. Kwa hivyo Speaker, nimejua hata pia wewe uko kwa safari. Very soon anakuita kuingia State House. Na grupu yote watu wanaingia. Kwa hivyo anaenda step by step. Atafuti kura alishapata. Kwa hivyo saa hizi ni kuita watu wake, aongee the friends ako nao, anaita mmoja baada ya mwingine. Kwa hivyo William Samoei Ruto, endelea. William Samoei Ruto, heko. Tunangoja pia sisi tufike pale. Ya pili, sisi kama broad based government under ODM, party leader Oburu Odinga and other stakeholders, tunasema hivi, tuko na experts. Na experts kuingia kwa government wamefanya kazi mingi sana. Na ni wakati wetu sasa tumeamua kwamba lazima tupate kiti kubwa. Tukisema hivyo tunajua Wakikuyu wataanza kuongea mengi, tumejua. Lakini sasa tuna wasiwasi, kura tuko nazo. Tuko na Wycliffe Ambetsa Oparanya, tuko na Gladys Wanga na tuko na Joho. Hao ni the real expert ambao tuko nao. Kwa hivyo wakiwa pale Naivasha nimejua wako na akili timamu. Wanaenda kutoa mtu mmoja ambaye atasimamisha bendera ya Kenya under William Samoei Ruto. Nimejua opposition hawana mtu saizi. Sisi watu 2 term tuko na already, tuko na flag bearer. Tuko na flag bearer ambaye ni William Samoei Ruto. Tunajua kule Kalonzo very soon niliwaambia anakuja. Akinyimwa ticket kule Kalonzo karibu. Number 2, Sifuna kama atanyimwa ticket, Sifuna tumekaribishwa. Gari yetu ni kubwa sana. Inaweza beba kila mtu Kenya mzima. Kwa hivyo ukiwa utakuwa undermined on any side, Kalonzo Musyoka karibu, broad based government ni yako. Azimio bado iko kwa government. Sifuna, wewe bado ni mtoto wa baba. Baba alikuacha kwa serikali. Kwa hivyo kiwa opposition wanataka kukuangaisha, hawataka kupewa flag bearer kuja kwa government, tuko tayari kukuabsorb kama mtoto wa rais. Kwa hivyo kwa hayo yote nasema kwamba kuna watu wanasema kwamba Charlene Ruto sijui amefanya nini. Nimegundua tuko na haters. Watu hawapendi mazuri kwa mtu kutokea. Hawapendi mazuri kabisa. Hawapendi. Ukiona jirani amefanikiwa unaanza kuongea mabaya. Ukiona mwenzako ameenda juu unataka kumpull down. Mbona msifurahie kwamba mtoto wa Mkenya mmoja ameoleka Tanzania? Ni wangapi ameoleka kutoka Tanzania kuja Kenya? Ni wangapi? Kwa hivyo mimi heko kwa Charlene Ruto, enda chunga ndoa yako. Hao ambao wanakupiga marisasi wacha tubaki nao hapa Kenya. Tunataka tudili nao mmoja baada ya mwingine. Kwa hivyo wewe Jensi Badi, hapa Kenya tuko na wewe. Sijui utatembea wapi? Tembea kama umejificha chini ya tunnel ama uende Uganda. Uganda ndio mahali unaweza kaa kwa sababu wewe na Uganda na kuna tofauti. Kwa hivyo kama hautaheshimu wa Kenya wenzako, Jensi Badi na wengine wote ambao wanatusi mtoto wa Ruto, sisi kama serikali hatuwezi kubali. Hatuwezi kubali. Na ukiendelea hivyo tutakuja kutoa, na utakuwa umejificha, tutakutoa pale tukuanike peupe. Na useme mbona unatusi mtoto wa rais, the president, the best president all over the entire nation. Asante sana. Hello Speaker. Sasa mimi ni mtu wa one term. Watu wa one term wako karibu. Watu wa one term mko. Watu wa one term mko. Nasikia mko. Watu wa one term mko. Speaker, umesikia hiyo? Watu wa one term wako, si ndio? Haya, mimi kwanza ninaanza na heartbreak. Naanza na heartbreak. Charlene Ruto alinikataa akaenda kwa yule Mtanzania. Sasa hizi analia Jensi Badi. Jensi Badi uko sawa. Jensi Badi uko sawa. Si Charlene Ruto alinikataa. Si Charlene Ruto alinikataa. Kama alinikataa, mimi mtu handsome, mimi mtu tajiri. Tajiri kweli. Sasa mimi ndo chairman ya watu maskini wote. Samahani sana. Mimi ndo chairman ya watu maskini wote Kenya mzima. Nataka niambie Charlene Ruto, kwa sababu ulinikataa. Hiyo mambo yako na huyo Mbadi, Arono Mbadi, huyo msichana huyo.
Nyinyi malizeni mambo yenu huko ndani. Kama mlitakana akakukataa, hiyo ni shauri yenu. Sisi hatutaki kujua ile kitu. Sisi tunataka kujua sasa hivi ni gari gani Ruto atatumia kuenda Sugoi 2027. Najaribu kuangalia gari ya Forward, naona bado. Najaribu kuangalia Super Metro, naona bado. Naona nikitumia mkokoteni. Ni kuweka tu mali ya Ruto yote, manguo, kila kitu kwa mkokoteni, tunaenda hadi huko Sugoi. Alafu ajenda ya pili, wanasema mambo ya ODM kutoa deputy president. Kwani ODM hamuoni Kibure Kichiki ndio vice president? Kibure Kichiki ama Kithure Kindiki? Kithure Kindiki. Kwani ODM hamuoni Kithure Kindiki ndio vice president ya Ruto? Hamuoni huyo ndio vice president ya Ruto. Sasa mnataka kuleta Joho, mtu mtuliuliza Joho Diamond ni nini? Ati amewekwa kwa mining. Tukauliza Joho Diamond ni nini? Akasema ati Diamond ni msanii wa Tanzania. Huyo ndio mnataka akuwe president wa Kenya? Unataka huyo akuwe vice president wa Kenya? Ati Oparanya mwenye ana compete na Atwoli kuongea. Atwoli mtu mzima, huyo ndio mnataka akuwe vice president? Mimi ninataka ni advice Atwoli. Atwoli anasema ati watu tukue jeshi. Vijana tukue jeshi. Atwoli, wewe ukiona mimi nikiwa jeshi, mimi nikuwe jeshi, alafu nikuwe na tembea na bunduki, utakuwa na usalama kweli? Utakuwa sawa kweli? Atwoli, ati mimi nimekuwa jeshi, ninatembea karibu na Ruto, ati mimi ndio security ya Ruto. Ruto atakuwa sawa kweli? Nataka ni advice Atwoli. Nataka ni advice Atwoli. Usiwahi ita Ruto kwa mdomo yako kwa vitu ya ujinga. Mimi hata mimi ni pastor. Hata mimi ni pastor. Usiwahi tishia president. Hata mimi ni pastor. Sasa unataka kujana na pastor? Hata mimi ni pastor. Kama ni Ruto, wale watu ambao wanaleta upinzani kwangu, niliwaambia mimi narejesha kura huko kwa Sugoi. Ninapiga kura mimi na Ruto. Tunapanga laini moja ya kupiga kura. Ruto anapiga yake, mimi niko nyuma yake. Wantamoe. Wantamlia. Acha nimalize. Hapana bwana, acha nimalize. Nimalize bwana. Mimi sitamaliza. Wantamoe. Agenda. Wanaharibu time yangu. Mr. Speaker, wameharibu time yangu. Mimi nilikuwa bado naongea. Kwa sababu wamefuata mambo ya mzee wao, bosi yao, wanafuata sisi watu mapastors, wanajaribu kutukandamiza sisi mapastors. Mr. Speaker, sisi kama watu wa kanisa na mimi kama chairman wa watu maskini, kama nimekosea naomba mnisamee, kwa sababu mimi ni pastor. Nataka kuwa pastor. Lakini siwezi omba Ruto msamaha, hiyo ni kweli. Naweza omba wewe msamaha. Kama wewe ni maskini mwenzangu, wewe naweza omba msamaha. Lakini wewe ni bilionea. Wewe ni mtu ambaye unaenda Tanzania. Watanzania wamesota, lakini bado unaenda kuchukua kijana wao atoa 7 billion kwa sababu msichana wako. Siwezi omba msamaha. Asanteni sana. Iko ready? Kwa majina Manopendra. Tetesa ya Migori, kijana uchila yako. Pendra jilu yoke. Tetesa wa Migori. Bwana watu wanta, mimi nasikia mwingine anataka kuwa pastor. Ongea kitu yenye nasa kuuza. Usiongee kitu unataka watu waone kwa media. Hapo nataka ushikwe ndio trend. Kama wewe ni pastor, enda kwa kanisa. Hapa si tunataka mambo ya pastor. Hatutaki watu wa wanta. Hapa kama unataka mtu amesengwenya, usikuje hapa. Mimi nataka kuongea kwa msichana wa Ruto. Salin Adiabo. Ulifanya kitu mzuri, ulifanya kitu ya maana. Mwenye anasema tu hukufanya kitu mzuri, hata yeye pia azae msichana alekwe. Kwa maana wewe mwenye anaongea hapa, ukiona mwenye anakutuzi, huyo mwenye ana bibi, ana akili, ana maana wawa. Naje.
kama wewe mwenye unaongea hapo. Unatuzi hapa Salim. Unatuzi Salim na ujaona. Unatuzi Salim na ujui utazaa siku gani? Na ujui utapata unatuzi Salim na unatembea na mbegu kwa barabara. Unatuzi Salim na unakula ukitembea. Hiyo una kila kitu. Unatembea nazo kwa tumbo. Unatembea na bibi kwa tumbo. Unatembea na msichana watoto kwa tumbo. Ujui utazaa siku gani? Unatuzi Salim. Bwana Salim alifanya kitu ya maana. Hata kama Ruto, kama nilikuwa mimi ningekuwa na pesa, ningeoa huyo msichana, lakini kwa sababu sina pesa. Mwenye alimchukua alifanya kitu mzuri. Wacha niongee na Atuoli na Sifuna. Mwambie. Atuoli ulifanya kitu mzuri. Uliongea kitu mzuri. Direct. Umesema vijana waende jeshi ama watchman. Ndio hiyo. Tunajua Waluya wanaenda watchman. Ndio hiyo. Hata huyo Sifuna alikuwa watchman. Arudi kwa kazi yake, kazi yenye alikuwa anafanya. Raila alimtoa kama anafanya kazi ya watchman. Najua mali alikuwa anafanya. Alikuwa anafanya sidi mchana. Sasa usiseme ati Sifuna saa hii unaweza compete na Ruto. Hawezi. Bwana Ruto 2027 Ruto ndiye ataenda kwa serikali mapema. Kokiji bangeni. Ruto power. Ruto power. Ruto power. Huyu ndiye anaongea, si mimi. Jamiguri anasema mzuri sana. Ruto 2027 kama unajua Sifuna ndiye anataka president, wanafanyia wananchi kazi. Fanyia wamama kazi. Wote in parliament. Kwa maana Sifuna ni kama mboga. Mboga ya Sifuna hata sioni. Sifuna ni masabebe. Kama angekuwa Raila ndio ungeanza kampeni zaidi, lakini Sifuna fanyia Wakenya kazi. Kwa maana Sifuna anaenda kwao. Sifuna alifanya huko, alirudi na ng'ombe. Ni mtu wa kuchunga ng'ombe, alikuwa anachunga ng'ombe nyumbani. Kwa maana kazi ilikuwa anafanya, amepakapea ng'ombe tena achunge. Ruto kama ni Sifuna endelea kufanya maendeleo kama ni Sifuna, lakini kama angekuwa mtu mwingine fanyia mwananchi kazi. Hata hapa kazi chapa tunataka empowerment. Nasikia ati watu wanakuja State House na sisi hapa kama kazi chapa hatujajua. Hata sisi tunataka kuwa kwa hiyo list. Kwa hiyo list. Tafadhali Ruto, sisi ni watu wako, sisi ni watu wa tuta kabisa. Tunakupigia kura na sisi tutakufa na wewe. Ya tatu, nasikia kama watu wa ODM walienda Mombasa kuchagua deputy president. Naivasha. Nyinyi ulifanya kitu mzuri. Oburu ulifanya kitu mzuri sana. Tena umesema utachagua mtu mmoja. Akuje Oburu president ya Ruto. Sasa saa hii kitu yenye mimi nasema, ukichagua deputy, uchague Joe. John ndiye akuwe deputy president ya Ruto. Hakuna. Na kuisimu tafadhali kimbi na kuisimu sana. Na kuisimu. Tafadhali Ruto, Oburu, kama nyinyi mnachagua, wachana Wanga endelee na kazi ya gavana. Hiyo Paranya endelea kazi yake, lakini hapo Patrick Titus ya Migori kijana Uchila yako Uchilo tuta Sakata tuta Ruto tuta